Yes, welcome Sengo Linki. Kama unapo kwanza kufuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu kipindi tunavyoupload. Video iliyopita tulikuwa tumejifunza namna gani ya kutafuta tunasema ni student GPA. Lakini katika video hii tutakuja tutajifunza kutafuta ni subject GPA ya subject, yani GPA ya somo. Kwa hiyo tunasema katika GPA ya somo ambao tunasema ni tuweke hapa zetu title yetu hapa ni subject GPA. Katika subject GPA hii hapa tutatumia tunasema ni zile grade zetu na nani zetu ni zile. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama unataka kutafuta let's say ni GPA labda la somo la civics, mfano somo la civics GPA yake. Kwa maana yake utakuwa na sheet analysis ya somo ambapo hapo utakuwa unachambua kwamba kwa somo labda la civics kuna A ngapi, kuna B ngapi, kuna C ngapi, kuna D ngapi, kuna F ngapi kwa kulingana na idadi ya wanafunzi. Alafu hapo utatafuta toto yake ili isikuletee shida wakati wa kufanyaje, wakati wa kutafuta hiyo GPA yenyewe. Sasa hapa sisi ndo tutakuwa ndo table yetu, ambapo katika table yetu sisi hapa kama unavyoona hapo, ngoja tufute hizi grid kwanza. Kama unavyoona hapo, maana yake ni kwamba sisi tunatafuta subject GPA, subject GPA hapo. Kwa hiyo kwa kutafuta subject GPA yetu tuna nani yetu kama hivi, ambapo hapa tuna A, tuna B, tuna C, tuna D na tuna F kwa O level, lakini kwa advance pia tutafanya hapo tuone inaleta vipi. Kwa sisi haya tuseme ndo matokeo yetu, au umetengeneza mfumo wako sasa, alafu pale chini umeweka analysis labda ya A zipo ngapi katika somo husika. Let's hapo tuseme A zipo 54, B zipo 78, C zipo 34, D zipo 55 na F zipo 23. Kwa hii ndo tulifanya analysis yetu. Na kufanya analysis hiyo maana yake ni unatumia tu ile if formula. Utatumia ni count if formula, utavuta au utachambua kwamba civics A zipo ngapi, B zipo ngapi, C zipo ngapi, D zipo ngapi na F zipo ngapi. Unaweza ukatumia kwa categorize kwa jinsia ambayo utatumia count ifs, lakini categorize katika criteria moja unatumia count if. Kama yako ya kwanza, foundation yetu, subscribe, kulike, kushare na comment. Pia kama unahitaji kujifunza Excel na mifumo ya matokeo mbalimbali, unakaribishwa. Kwa namba za simu tunaweza kutafuta kwa namba za simu 06 hapa 06 52 37 27 05. Hii unaweza kupiga au unaweza kutumia message WhatsApp kwa ajili ya kujifunza. Mafunzo yetu yanafanyika kwa bei nafuu, pia na pia yanayoeleweka. Asanteni sana, tuendelee sasa na somo letu. Kwa hapa tushatafuta is A zipo ngapi, B zipo ngapi, C zipo ngapi mpaka F. Kwa hapa tutatafuta jumla hapa tutatumia formula ya sum hapa. Sum ya ipi? Sum ya A mpaka kosea hapa. Kwa tutaweka hapa sum ambayo tutachukua A mpaka F tutapata. Kwa tunasema jumla lese labda jumla ya wanafunzi ni wapo hao hapa. Kwa hizi ndio alama zetu. Na hii GPA ya somo itatafutwa kwa wanafunzi tu ambao wamefanya mtihani, yani matokeo yao yapo. Kwa wanafunzi ambaye yupo absent hapa haitomhesabia, include hapa. Kwa sasa hapa tunakuja kwenye kutafuta sasa formula yetu au kuandika GPA yetu, kutafuta GPA yetu ya darasa. Na katika GPA yetu ya darasa tutaweka formula sasa. Utafunga mabano haya matatu, 1 2 3. Katika haya mabano matatu tunasema A yenyewe ina thamani ya, unavyoona hapa, A yenyewe ni 1, B ni hiyo. Kwa tutachukua hii 54 mara 1, 78 mara 2, hivyo na kuendelea mpaka mwisho. Kwa hapa tutaendelea sasa. Tutakuja tutagusa hii
tutazidisha mara moja, tutafunga mabano, tutaweka jumlisha, tutakuja hii hapa mabano, tunaweka b hapa, hii tutazidisha mara mbili, mabano, tutaweka c, hii tutazidisha mara tatu, tutaweka mabano, tutaweka d, hii nayo hii tutazidisha mara 4, alafu the last one ni nini? Ni f, hii itakuwa ni j6, hii tutazidisha mara 5 hapa, alafu tutafunga mabano matatu, mawili tu yanatosha, kama tukikosea itatuambia. Alafu hapa sasa tutaganya na nani? Tutaganya na toto ambayo ni K6, alafu tutapiga enter. Formula yetu ipo sawa. Kwa hiyo hapa tumeona kabisa kwamba somo letu hili la civics ina GPA ya 2.65. Hapa sasa viwango unabidi tuviweke viwango viwe ili GPA iwe safi, inabidi viwango viwe 4 vya desimali hapa. Kwa maana yake hapa tutaenda kwenye namba hapa tutaongeza viwe 4 kama hivyo. Kwa hii hapa tutaikuza, hii ndio itakuwa sasa ndio GPA yetu. Sasa hii GPA hapa inakuwaga na grade zake, lakini hapa leo tu tunajifunza jinsi ya kuzitafuta tu hizi GPA zenyewe. Kwa hapo ndo njia rahisi ya kutafuta GPA kwa level ya nini ya O level. Kwa advance maana yake ni kwamba tutaweka tu hapa tuna A, tupige na advance kabisa hapa ili tuende sawa. Hapa tuna B, tuna C, tuna D, tuna E, tuna S, hapa tuna F. Maana yake zitakuwa mpaka 7. Tuchukue hizo tu, hizo hapo 56 labda 78, hii tuweke hapa 90 zimepatikana, D zipo 45, F zipo 3, S zipo 3, S ipo 1, alafu F zipo ngapi? Zipo 2. Kwa maana yake hii tutaweka zetu hapa, tutaipiga zetu hivi, tutaipiga zetu bold hapa ili ionekane. Hapa tutakuwa na toto. Unaona? Hapa tutakuwa na toto yetu hii hapa. Ambapo sasa na hapa juu, hapa chini yake hapa tutakuwa na GPA yetu. Tutakuwa na GPA yetu ambapo tutakuwa tutaitafuta hapo. Kwa hapa tutabidi tuweke sum sasa, hapa sum. Maana yake ni tutachukua hizi zetu, tutaweka hapa, tuta click enter. Sasa hapa maana yake ni nini sasa? Hapa maana yake ni kwamba hizi tutakuwa wewe mwenyewe ushafanya analysis zako huko, let's say tuseme ni history. Ushafanya analysis zako za kuvuta A ngapi, B ngapi, C ngapi, D ngapi kwa somo hilo hapo ambalo wewe la kwako ambalo unalo. Baada hapo tutakuja kutafuta GPA. Tutakuja kutafuta GPA yetu hapa ambapo tutaweka vifungua hizo mabano hayo. Tutaweka hapa matatu, si ndio? Tutakuja tunaweka hapa. Kwa hii itakuwa tunazidisha kwa 1. Hapa tunajumlisha hii, tunaenda hii hapa. Hii tutazidisha kwa 2. Hii hapa tutazidisha kwa 3. Alafu hii hapa hii tutazidisha kwa 4. Alafu hii hapa tutazidisha kwa 5. Alafu hii hapa hii tutazidisha kwa 6. Alafu hii hapa hii hapa tutazidisha kwa 7. Hapo nimeweka vinani plus viwili hapo. Hapa futa kimoja. Sasa tutaendelea na formula yetu ambapo hapa sasa tutabidi tufunge mabano 1, 2, mawili tu yanatosha. Baada hapo tutaweka alama ya kugawanya, tutaganya na hii idadi yetu hapa. Tutafunga hapo collection hiyo. Kwa hii tutapata ni GPA yake hii hapo. Tuje hapo tuifanyia customization kwenye namba, tuongeza desimali ziwe 4. Kwa hapo nakuta GPA yetu ya somo hilo hii hapo kama unavyoiona. Hii ndio njia rahisi ya kutafuta GPA ya
somo. Kama la kwanza kufuatia channel yetu hii, subscribe, ku like, ku share na comment kwa kwanza kufuata video zote kipindi tunazo upload. Kwa maana yake hapa tukiwa tuna vitu fulani tunavipunguza, lese labda ili somo likawa halina F, maana yake GPA inafanyaje? Inapungua. Na hapa tunasema sisi kwa O level mwenye GPA ndogo ndio amefaulu sana kuliko GPA kubwa kama chuoni au college huko. Mwenye college labda anayepata GPA labda ya 4.2 ndio amekuwa amefaulu sana, ila alopata GPA ya 1 anakuwa amefeli. Lakini kwa O level GPA ndogo ndo imefanya vizuri zaidi kuliko GPA kubwa. Katika video namba 3 ambayo kuja kuelezea namna gani kutafuta GPA ya shule, tutakuja kuonyesha range za GPA na grade zake, rangi zake na jinsi ya kuiweka rangi na kufanya customization nzuri kwenye upande wa calculation za GPA. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili tuendelee kushusha video nyingi na uendelee kujifunza katika channel yetu hii pendwa ya Senko Link. Asante sana, tutane katika video ijayo. Chao.